Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Taarifa ya shambulizi lililofanywa Yemen kwenye uwanja wa ndege, nikabaki na maswali mengi na kujiuliza kuwa ni kweli karibu jamii nyingi zimerogeka duniani. Naweza kusema kuwa ukitazama kule Ulaya, Afrika na Uarabuni, na jamii nyingi zimeingizwa kwenye matatizo mengi ambayo yamepikwa fitna kwa pande zote na kuraruana kweli kweli. Yani unaweza kuona hivyo. Lakini nikakaa kujiuliza sana kuhusu fitna iliyopelekwa Mashariki ya Kati, au aliyewaroga Mashariki ya Kati. Unaweza kusema sijui ni nani, kwa sababu kuna wakati unafikiria kuwa huenda kama Mashariki ya Kati inaelekea kuheal, yani kupata nafuu upande mmoja, halafu unaona kama upande wa pili moshi unafuka kweli kweli. Wakati unalishuhudia hilo, unaona upande mwingine tena kunapata nafuu, afu upande wa pili kunafuka zaidi. Na kikubwa au kigumu zaidi kinachoiumiza Mashariki ya Kati, naweza nikasema wakati mwingine kuwa ni kile ambacho nimekuwa nikikizungumza mara nyingi, kuwa kwa ulimwengu wa leo, nchi zilizojaliwa rasilimali, basi rasilimali zao zimegeuka kama laana dhidi yao. Vita mara zote nakwambia, vita ni biashara kubwa, biashara inayoingiza mabilioni ya fedha. Na ukiwa huna fedha, nchi yako haina rasilimali, ni vigumu sana kuletewa vita. Mtaletewa vita za nyinyi kwa nyinyi tu zinani, ili wawaibie vizuri, wanachotaka kuchota wachote vizuri. Lakini ukweli, kama wewe huna pesa au huna rasilimali za kulipia gharama za vita, ni vigumu sana wewe kuwa na vita, kwa sababu kosti za vita ni kubwa sana, gharama ni kubwa sana. Nimewahi kukutajia bunduki moja tu, bunduki moja karibu milioni 17 T shillings, zile bunduki wanazotumia NATO. Nilikuambia kuwa kuna sehemu tu niliangalia nikaona price yake, asema la haula, bunduki moja ina thamani ya karibu T shilling milioni 17. Sasa unajiuliza kuwa kikosi kina wapiganaji 100,000, wana bunduki kiasi gani? Wanatoa wapi hivi vitu? Wanatoa wapi hizi silaha za kufanya haya yote? Wanaweza hizo, na kuzungumzia tu kuwa ni bunduki tu pekee. Sikuambii kuwa nani anaweza akawamiliki wale watu, akawalipa kutoka wapi, wale watu wana familia zao, wakahudumia familia zao, wakapata mishahara yao, na wakaweza kudumisha bila kufanya uporaji kwa kutumia silaha walizonazo, na wakaridhika kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo unaweza ukakaa na jibu lako tu kuwa kuna vitu kama haviko sawa. Hiki unachosikia kuwa makundi ya kigaidi yaliyoundwa, makundi yenye silaha, sio rahisi kulianzisha hilo kundi tu kama unadhani. Unaweza ukaanzisha tu hivi kwa pesa yako 2-3 ulioipata huku na huku, ukafadhili ile kundi likadumu likaendelea. Haiwezekani. Watu wanaweza kuunda makundi tu ya ushawishi ya hapa na pale, lakini kundi linalomiliki silaha huwezi kuliunda kirahisi na ukasema kuwa hili kundi naliweka kwa ajili ya kufanya operation fulani na mission fulani. Kwa sababu leo hii tunaona makundi ambayo unasema kuwa yanamiliki drone, yanamiliki nini? Drone $20,000, $50,000. Drone inatumwa kwenda kufanya mission moja tu $50,000. Yani $50,000 ukileta kwa fedha yetu, jamani, ni fedha nyingi, kwa sababu leo hii tuna change ya karibu 2,000 kama na 600, ambapo unakusudia kuwa $100,000 ni karibu milioni 200 kama na 60. Kwa hiyo nusu yake unaweza kama milioni 100, na yani kama milioni 130 inatumwa kwa ajili ya kufanya misheni ndogo ya uharibifu. Yani kwa sababu tunataka kwenda kutikisa uharibifu. Hizo fedha unazitoa wapi za kuchezea hivyo? Na watu wanatuma madrone kwa ajili ya kazi. Yani nimekupa hesabu ndogo sana. Maanake drone ni $50,000, $100,000. Watu wanamiliki kila kitu. Sasa leo bwana, kuna tukio limetokea pale Yemen. Yani hili tukio limeniduaza na nimejaribu kulifikiria, nimekosa majibu ya moja kwa moja. Kuna mashambulizi yamefanywa. Haya mashambulizi yamefanywa na kikosi
kinachotambulika kama, yani wanasema kile serikali inayotambulika kimataifa ya Yemen, ambao ndio kawaida huwa iko wapi? Aden, iko chini ya Saudi Arabia, inaungwa mkono. Nililizungumza hili last week kwa sababu kulikuwa kuna ndege ambayo ilitua ya Irani pale Sanaa, na ilikuwa imevunja mzingiro wa toka 2016. Unajua kwa zaidi ya karibu miaka 10 anga ya Sanaa ilikuwa imefungwa kimataifa na Saudi Arabia, kwa ndege yoyote itakayoingia na kutoka wao wanaweza kuishambulia. Kasoro tu wanaratibu shughuli za ndege labda za Umoja wa Mataifa, basi na kazi maalum ndio wanaweza kuziratibu. Kwa hiyo ni kipindi kirefu sana kimepita hapakuwa na ndege yoyote inatua. Sasa ni Irani waliopeleka ndege wiki iliyopita. Ile ndege ilipelekwa kusudi kwenda kuchukua delegation ya Wahuthi waliokuwa wanakwenda kwenye maziko ya Khamenei. Sasa leo ilikuwa inawarudisha ile ndege. Kilichotokea ni kuwa wale ambao ni jeshi linaloungwa mkono, yani jeshi la kimataifa, wanasema hii ni serikali inayotambulika kimataifa, kupitia jeshi lao ambao liko Aden, wakafanya mashambulizi makubwa sana kwenye uwanja wa ndege wa Sanaa na kuharibu njia ya kurukia na kutua, kwa kile wanachosema kuwa utawala wa Wahuthi ulikataa ndege ya shirika la Yemen kutua pale, wakaruhusu ndege ya Irani iweze kutua pale. Sasa kile kimechotajwa na Wahuthi na jinsi taarifa ilivyoandikwa, hii taarifa imeandikwa katika muktadha 2 au 3 tofauti, inategemea unaizungumza nani, kwa sababu kuna taarifa moja inapeleka katika ule muktadha kuwa aliyefanya ni Saudi Arabia, na ukiangalia baadhi, nilikuwa nikiangalia Telegram, baadhi ya channel ambazo zimekuwa ni pro Iran sana, zenyewe zimeandika kuwa mashambulizi yamefanywa na Saudi Arabia, lakini zile ambazo zinataka kujaribu kuibalance hadithi zinasema kuwa zimefanywa na jeshi linaloungwa mkono na Saudi Arabia lililopo Yemen, na huo ndio ukweli. Lakini kitu kimoja ambacho kinabaki kuwa hii Wahuthi wao wanasema kuwa kama sio backup ya Saudi Arabia, yani kama sio authorized ya Saudi Arabia, basi wale wasingeweza kufanya mashambulizi yoyote. Manake wanaamini kuwa nyuma ya kila kilichotokea basi kuna nguvu ya Saudi Arabia. Tumetoka juzi na takriban miezi 2-3 niliwahi kuelezea kwa nini Saudia hataki vurugu katika ile eneo. Niliwahi kulielezea kwa kirefu kabisa kuwa Saudi Arabia amekuwa akikwepesha sana kuingia kwenye vita ya moja kwa moja, hasa baada ya kile kilichotokea 2013-2015. Saudia ndio alianzisha mpango mzima wa vita ya Yemen. Yeye kuchukua baadhi ya nchi za Kisuni zikashirikiana kwenye vita kubwa ambayo iliwachukua Wahuthi, na madhara yalikuwa makubwa. Tuliona kuwa refinery za Saudi Arabia zilipigika na iliathiri utiririshaji wa mafuta duniani na hata uchimbaji wa mafuta Saudi Arabia. Aramco ilipata hasara. Sasa kwa ile style Saudi Arabia wamekuwa kama vile hawalitaki hili, lakini nilikuonyesha katika muktadha mmoja wakati mgogoro ulipokolea wa UAE na Saudi Arabia ndani ya Yemen, nilikuonyesha kuwa Saudia walijaribu sana kupunguza yale makali, na ndio maana vikundi vilivyokuwa vinaungwa mkono na UAE bado walitaka kuzungumza navyo kuwa hatutaki hiki, hatutaki, licha ya kuwa walialika moja ya kundi kubwa ambalo mnakumbuka wakati huo lilisafiri likaenda upande wa Saudi Arabia katika mazungumzo, na hawakurudi hata mmoja. Mpaka leo wamekuwa wameshikiliwa kule, hakuna aliyerudi. Kasoro bosi wao alitoroka akaingia Somalia, akaenda zake UAE. Mnakumbuka lile tukio, niliwahi kuwaletea hilo tukio jinsi lilivyoratibiwa. Kwa hiyo kwa muda mrefu tumeona kama Saudi Arabia ikiepusha vurugu ya moja kwa moja, yani kuwa haitaki tena makabiliano ya moja kwa moja, na ndio maana kuna kuja kwenye ule mgogoro ambao nimeuzungumza kwenye mazungumzo ya mchana kuwa Marekani ana mpango wa kuondoa vikosi vingi vilivyopo katika nchi za Kiarabu, hasa Saudi Arabia, apeleke wapi? Israeli, baada ya mgogoro ambao unaonyesha kuwa ufalme wa Saudia ulikataa kumruhusu Marekani kutumia ardhi yao kwa ajili ya mashambulizi, kufungua mfereji wa Hormuz kwa hofu ya kulipiza kisasi. Sasa hili linapokuja kutokea jengine, inakupa maswali mengi sana kuwa kuna shida gani na iko wapi, inataka nini na inaratibiwa na nani. Inaweza ikakufikirisha kwenye nadharia fulani. Mchana nilizungumza kuhusu kile kinachoendelea kati ya Oman. Nimesema Oman imefanywa kama vile naweza nikasema hivi punching bag hivi sasa, au Oman inaweza ikatumika kama mkakati mkubwa katika kufungua Hormuz. Kila mmoja ataivuta upande wake na shinikizo linaweza likatokea upande wowote. Huenda Omani akalazimishwa kufanya baadhi ya vitu. Ina maana na Saudi Arabia bado anatembea kwenye hili? Ngoja nikusomee hii taarifa, halafu nitaendelea na wewe kwenye mjadala.
Hii taarifa ukiangalia jinsi ilivyoandikwa, mfano taarifa imeandikwa na Al Arabia. Al Arabia ni website ya Saudi Arabia. Jinsi wanavyoiandika hii taarifa kuhusu hili tukio, wameiandika hivi: serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa ilisema ilishambulia uwanja wa ndege wa Sanaa Jumatatu. Serikali ilisema yenyewe ilitaka kuzuia ndege ya Irani kutua katika mji mkuu wa Yemen baada ya kushindwa kuwashawishi wajumbe wa Houthi waliokwenda Teherani kwa mazishi ya kiongozi mkuu kupanda ndege ya Yemenea badala yake. Yani hao wajumbe walikataa kupanda ndege ya Yemen, wakasema hatutaki kupanda ndege ya Yemenea, wakapanda ndege ya Irani. Sasa wanamgambo, jinsi inavyoandika hii taarifa, imeandika hivi: wanamgambo wa kigaidi wa Houthi, wanamgambo wa kigaidi wa Houthi wanaoungwa mkono na utawala wa Irani walizuia ndege ya taifa ya Yemen kutua katika uwanja wa ndege katika mji mkuu Sanaa, huku wakisisitiza kuruhusu ndege ya Irani kukiuka eneo la Yemen. Kwa hivyo njia ya kurukia ya ndege ya uwanja ililengwa, Wizara ya Ulinzi ya Yemen ilisema. Hii ni taarifa ambayo unaipokea kutoka kwenye website ya Al Arabia, ambayo nimekuambia website ya Al Arabia ni website ya Saudi Arabia, jinsi ilivyoandika hii taarifa. Sasa hii taarifa nikikuletea kutoka kwenye chanzo cha upande wa pili cha Yemen. Sasa hii imeandikwa na Al Mayadin. Al Mayadin ni website au ni jarida lililopo Lebanon, lakini ni pro Hizbullah. Hili linamilikiwa kwa karibu na Hizbullah. Lenyewe jinsi lilivyoiandika hii taarifa, limeandika hivi: Yemen yaapa kulipiza kisasi baada ya mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia kwenye uwanja wa ndege wa Sanaa. Elewa kile nilikusomea kule na huku. Kule wanasema serikali inayoungwa mkono, serikali ya Yemen imeshambulia. Hawa wanasema kuwa Yemen imeapa kulipa kisasi baada ya mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia kwenye uwanja wa ndege wa Sanaa. Yemen imeapa kulipiza kisasi baada ya mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia kulenga uwanja wa ndege wa Sanaa, ikisema shambulio hilo linamaliza kupungua kwa kasi na kwa usitishaji utulivu wa kikanda, kwa sababu tayari walikuwa na makubaliano ambayo takriban miaka 3-4 walifanya makubaliano. Hii serikali ambayo unaiona sasa inayotambulika kimataifa ni serikali ambayo ilikuwa ikihudumu ikiwa Riyadh, muda mrefu ilikuwa Saudi Arabia. Baada ya makubaliano ile serikali ilirudi ikawa Aden, na mawaziri na kila kitu wakawa upande wa Aden. Sasa ndio wanachokisema kuwa wamevunja, yani makubaliano yamevunjika ya usitishaji wa mapigano. Yemen imeapa kulipa kisasi dhidi ya Saudi Arabia kuhusu uvamizi wake kwenye uwanja wa ndege wa Sanaa, ikidai mashambulizi hayo yanalenga njia muhimu ya kuokoa maisha kwa Sanaa na ni kitendo cha vita kinachokomesha udanganyifu wowote wa usitishaji mapigano. Elewa, muungano unaoongozwa na Saudi Arabia, sasa wanarudi kwenye hadithi kamili. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ulifanya mashambulizi mengi ya anga dhidi ya uwanja wa ndege Jumatatu. Kulingana na mwandishi wa habari wa Al Mayadin huko Yemen, uvamizi huo hautapita bila adhabu, alisema msemaji rasmi wa vikosi vya jeshi la Yemen, akisisitiza kwamba adui Saudi Arabia amemaliza awamu ya kupungua kwa kasi, lazima abebe matokeo ya uvamizi wake. Wizara ya mambo ya nje huko Sanaa iliendelea zaidi ikisema waziwazi kwamba utawala wa Saudi Arabia umetangaza vita na lazima ubebe jukumu kamili. Wakati huo huo, wizara ya uchukuzi ilishutumu Riyadh kwa kutenda chini ya shinikizo la Marekani na Uzayuni ili kuendeleza kizuizi hicho, ikidai mashambulizi mapya ni uchochezi wa makusudi. Meelewa? Yani tayari sasa wana mention kuwa mashambulizi haya yamesukumwa na Saudi Arabia, lakini kwa shinikizo la nani? La Marekani na utawala wa Kizayuni, jinsi taarifa inavyosema. Hata hivyo, chanzo kikuu cha Yemen kiliambia Al Mayadin kwamba kuvunja mzingiro kwenye uwanja wa ndege wa Sanaa hakuwezi kurekebishwa, na kuonya kwamba jeshi limejiandaa kikamilifu kwa matukio yote. Chanzo hicho pia kiliweka wazi kwamba hatua zozote za kijeshi za Saudi Arabia zijazo, iwe zitafanywa na Riyadh moja kwa moja au kupitia kwa washirika wake wa ndani, zitachukuliwa kama hatua za Saudi Arabia. Yani wakifanya backup wake, wakifanya nani wake, zinachukuliwa kuwa aliyefanya ni Saudi Arabia.
Vitendo vyovyote vya mamluki wanaodhibitiwa na Saudi Arabia vitachukuliwa kama hatua ya Saudi Arabia. Mamluki hao wataenda kwa amri za Saudi Arabia, na hatua yoyote ya kijeshi watakayochukua itachukuliwa kama hatua ya Saudi Arabia. Chanzo hicho kilisema na kuongeza kwamba Riyadh haiwezi kujificha nyuma ya kitu chochote, yenyewe inahusika moja kwa moja. Chanzo hicho pia kilionya zaidi kwamba uchumi wa Saudi Arabia, viwanja vya ndege, bandari zake zitaungua kwa moto wa uzembe wowote unaofanywa, na kuweka lawama kwa kuzuia amani moja kwa moja kwa ufalme huo ambao uliushutumu kwa kusoma vibaya hali hiyo na kutegemea wawakilishi kuunda mkakati wake. Yani hesabu walizozipiga Saudi Arabia ni mbaya, kwa sababu kama walitegemea washirika wao wataanzisha machafuko na wao wasihusike moja kwa moja, ndio taarifa anasema kuwa hesabu zao wamezipiga vibaya. Mashambulizi hayo ya anga yanakuja saa chache tu baada ya shirika la habari la Fars la Irani kuripoti kutua kwa ndege ya kiraia ya Irani katika uwanja wa ndege wa Sanaa mapema Jumatatu. Ndege ambayo ilikuwa imevunja kizuizi cha muda mrefu cha anga, ikiwa imebeba wagonjwa zaidi ya 200 wa Yemen, wasafiri waliokwama na ujumbe rasmi uliokuwa ukirejea kutoka kwenye maadhimisho huko Teherani. Vikosi vya muungano vinavyoongozwa na Saudi Arabia vilipiga marufuku ya anga ya Yemen kwa mara ya kwanza mwaka 2016, yani mwaka 2016 mwezi Agosti, na kufunga uwanja wa ndege wa Sanaa kwa trafiki zote za kibiashara. Uwanja wa ndege huo unatumika kama kitovu kikuu cha usafiri wa anga nchini humo, ukitoa ufikiaji muhimu wa wastani wa 80% ya wakazi wa Yemen. Takriban watu milioni 20 hufanya safari zao katika uwanja huo. Sasa hili nililolisema ndio ambalo naliwaza mara tatu kuwa sasa kama tunazalisha mgogoro mpya hapa wa Yemen na Saudi Arabia, unaweza ukajiuliza tu kuwa nani anafaidika? Jibu ni jepesi na zuri sana. Faida ya hapa ni kwa UAE pamoja na Israel, watafaidika sana na huu mgogoro, kwa sababu wamekuwa wakitafuta kitu kama hiki kiweze kutokea, na UAE hawezi kuingilia hii vita. Atakuwa upande wa pili, wakati vikosi ambavyo vinaisaidia Saudi Arabia ndani ya Yemen pale vitapodhoofishwa na Wahuthi, basi UAE ataenda kuchukua maeneo yote ambayo yanashikiliwa na vikosi ambavyo vinasaidiwa na Saudi Arabia ndani ya Yemen. Unakumbuka mgogoro wa Al-Mahra na juzi hapa ambao ulizuka ikataka kuelekea vita ya moja kwa moja kati ya UAE na Saudi Arabia ndani ya Yemen. Nadhani mnakumbuka, ambao inachora mstari kutoka kwenye mgogoro wa Sudani kuja kwenye mgogoro wa Somalia kwenda mpaka kwenye mgogoro wa Yemen. Ndio mstari wake jinsi inavyouchora. Sasa Wahuthi hawawezi kuliacha hili likapita hivyo hivyo. Je, kulipiza kisasi kwao kutavuka mstari kwenda nje? Na Saudi Arabia atareact vipi? Je, atakaribisha machafuko? Je, atajibu? Na Irani ataona nini baada ya hicho? Nani anafaidika na mvutano mkubwa unaoendelea Mashariki ya Kati? Ni Israeli ambao amekuwa akiwatafuta Waarabu kwa njia zote waingie kwenye machafuko yoyote. Haijalishi ni wewe unashirikiana na Israeli, haijalishi wewe uko mbali na Israeli, lakini Israeli furaha yake kuwa yeye ni kuwaona wote wanaingia kwenye mgogoro, wote wakiweza waingie wote. Seneta aliyekufa huyu Lindsey Graham, na sijamuelezea kwa sana, yani kama ningetaka kumuelezea kwa sana nadhani naweza nikazungumza hata siku nzima. Moja ya watu naweza nikasema kuwa Irani wamemwita nani? Malicious, mtu wa hovyo. Anasema hatuwezi kumwomboleza mtu wa hovyo. Na nilikuwa nimeona jarida moja la manake hii taarifa, unajua kifo chake kimetajwa hasa kikihusishwa kwa sababu alikuwa ametoka Ukraine. Nadhani walihusishwa Urusi, kuwa huenda Urusi kuna kitu, kwa sababu yeye alikuwa ni mtu ambaye anatamani Urusi ipotezwe, anatamani Iran ipotezwe, anatamani Yemen ipotezwe. Yani yeye alikuwa ni pro mpaka kapitiliza. Sasa nilikuwa nimeona RT jinsi ilivyokuwa imeandika hii taarifa. Kuna opinion moja ilikuwa imeandikwa, yani maoni yalikuwepo ya mwandishi ambaye alisema Lindsey Graham was a monster but not exceptional. Wanasema Lindsey Graham alikuwa yeye ni mnyama kabisa. Lindsey Graham alikuwa ni mnyama, lakini si wa kipekee. Watu wa kawaida wangeona aibu kuonekana pamoja naye wakiwa wamekufa akiwa hai, lakini wasomi wa magharibi eti wanajivunia jinsi walivyokuwa karibu naye.
Unajua yeye mwandishi huyu alikuwa ameandika, amemweleza katika uhalifu na ubaya wake uliovuka mstari sana. Ukipata muda hii makala unaweza ukaisoma kwenye RT, Russia Today. Lakini kuna makala ndefu sana ambayo ina peji nyingi imeandikwa kuhusu uovu wake wa Lindsey Graham. Ilikuwa imeandikwa kwenye peji ya Al-Mayadin kwa kirefu kumuhusu kuanzia mgogoro wa Afghanistani wa 2001 kuja kwenye mgogoro wa Iraq 2003 kuja kwenye mgogoro wa Libya 2011 kuja kwenye migogoro yote ile wa Yemen wa 2013 kuja kwenye migogoro ya karibuni hii ya Iran, kuja kwenye mgogoro wa Gaza na kuja kwingine kote. Imemweleza na kumweleza. Wakati wa maangamizi yale ya Gaza aliwaambia Israeli walipaswa wafanye kama Marekani ilivyofanya baada ya ukaidi wa Japan mwaka 1945 au 47 wakati wa Hiroshima. Yani alisema Gaza ilipaswa kuangamizwa kama Marekani alivyoangamiza. Ndio huyu Lindsey Graham. Kwa hiyo Lindsey Graham, kwa nini nimemgusia hapa? Katika ziara yake aliyotembelea Israel nadhani miezi miwili iliyopita, hapa katikati ya usitishaji, before miezi miwili, alitembelea kabla kidogo ya mgogoro, kabla tu ya vita kuanza, kabla alitembelea hapo Israel, lakini hakwenda Saudi Arabia. Alivyotoka Israeli kulikuwa kuna taarifa imeenea sana wakati huo, kama unakumbuka, kuwa MBZ alikuwa amepata stroke na aliripotiwa kufa. Mohammed bin Zayed, kiongozi wa UAE, nadhani hiyo taarifa, lakini ikaonekana picha akiwa amepiga pamoja na Lindsey Graham. Wakati yuko Israeli alisema kuna mambo mawili aliyazungumza. Wakati kabla ya ziara yake alilaumu Saudi Arabia. Kama mnakumbuka, wakati huo kulikuwa kuna dalili za mashambulizi ya Marekani na Israeli kuanza ndani ya Irani. Halafu kukawa kuna taarifa kuwa Trump akaitoa akasema kuwa nchi za Qatar na Saudi Arabia zimemzuia kufanya mashambulizi. Katika kauli yake Lindsey Graham alisema kuwa tunapaswa tuvunje kabisa uhusiano na Saudi Arabia. Hatuwezi kuwa na marafiki ambao tunataka kuchukua hatua kwa maadui zetu, wao wanatuzuia. Kwa nini? Saudia ilizuia mashambulizi ikisema kuwa hatutaki vurugu kwenye eneo letu. Huyu ndio Lindsey Graham. Alivyofika Israeli akasafiri kwenda UAE. Alivyofika UAE akalaumu utawala wa Saudi Arabia, akasema kuwa huu ni utawala wa hovyo, na akamlaumu Mohammed bin Salman kuwa wewe unawachekea wanaharakati wako ambao wanaandika mambo mabaya sana kuhusu UAE, wakiita UAE kuwa ni nchi ya Wazayuni. Alilizungumza hili. Huyu ndio mtu ambaye kinywa chake muda wote kilizungumza uadui, udhalilishaji, vurugu, ukatili na kila kitu. Wakati Donald Trump alivyoiwekea vikwazo mahakama ya ICC, alitoa onyo kwa nchi za magharibi ambazo bado zina uhusiano na ICC. Akasema kuwa ikiwa mtaendelea kuwa na uhusiano na ICC, tutawawekea vikwazo, tutawawekea kila kitu na hatutofanya biashara na nyinyi. Huyu ni moja ya watu wahalifu kabisa ambao wamekuwepo kwenye hii dunia. Wahalifu sana. Najua wakati wa maziko ya Khamenei mijadala ilikuwa ni mingi kuwa unawezaje kukusanya watu wengi kiasi hiki, na vyombo vya habari vya magharibi vikaanza kusema kuwa ilikuwa ni AI, haikuwa ni halisi. Wale watu walikusanywa ni AI. Watu, rekodi mpya ambayo imetoka baada ya maziko yake imeenda karibu watu milioni 40 plus 40 mpaka 41 walioshiriki kwa namna moja kwenye maziko yake. Si jambo jepesi kukusanya watu hivi ukiwa umekufa katika ile sifa ambayo kwa wewe ni muovu sana. Na ukienda kutazama vyombo vya habari vya magharibi vinavyomzungumzia Lindsey Graham ni kama malaika ameondoka. Lakini namba huwa haidanganyi. Tutashuhudia kwenye maziko yake kuwa je, ni maziko ya namna ile ambayo ya muovu Khamenei, kwa sababu Khamenei tunaambiwa ni muovu aliyekuwa ameshindikana, dikteta asiyependwa, kazikwa na watu milioni 40 walioshiriki. Tunataka tumuone malaika Lindsey Graham anakwenda kuzikwa na watu wangapi, ili tupate uthibitisho tu kuwa, kwa sababu watu hamna anayehongwa pesa kwenda wala kufanya lolote. Watu watashiriki kwa namna yoyote kuona kile wanachotaka kukifanya. Sasa wacha nimalizie na hii taarifa ya kichekesho. Taarifa hii inasema hivi, na imeandikwa sana na vyombo vya habari, lakini ukiipata kwenye mitandao nenda kasome, alafu kasome na comment. Ukitaka uifaidi, kasome comment. Inasema hivi: Rais Donald Trump alisema Jumatatu kwamba Marekani huenda ikachukua mlango wa Hormuz na inapaswa kulipwa fidia kwa kudhibiti njia muhimu ya maji. Anasema, tutaendelea na njia ya bahari, pengine tutaiendesha. Tutakuwa mlinzi mzuri wa njia ya bahari, labda tutakuwa malaika wa njia ya bahari, na tunapaswa kulipwa fidia kwa hilo, alisema katika mahojiano ya simu kwenye kipindi cha Fox News cha Fox and Friends. Wakati nasoma comment moja,
Mtu mmoja akasema ndoto ya siku hii. Mwingine akasema kuwa akili zote mbovu za Lindsey Graham Trump ndio amezirithi tena upya. Hataki Irani ichukue fee, hakuna kulipa. Halafu pia anakuambia yeye atapaswa kulipa kwa kukaa pale. Yani tukimuuliza kuwa nani katuletea haya? Yani tukirudi mwambie kwa hivi haya matatizo tunaopitia kuhusu Hormuz, mabei ya mafuta kupanda juu au nini, nani katuletea hizi vurugu? Jibu ni Trump. Ndio katuletea kwa upuuzi wake wa kutuanzishia haya. Njia ilikuwa wazi muda wote. Yeye alivyotuanzishia huko ya mambo yakavurugika. Kwa hiyo yeye atapokuja kuirudisha atudai fidia kwa makosa yake. Alipaswa alipe fidia kwa nchi zote dunia zilizopata hasara kwa kile alichokianzisha. Sio yeye kutaka kufikiria kuwa sasa Trump kwenye hili. Unajua wakati mwanzo wa Irani anasema tutachukua fedha hapa, Trump niliwahi kuambia hii. Akawaambia Irani, sikilizeni, basi tufanye kitu kimoja, tuwachaji fee wote na mimi nimo. Irani akamwambia, sikiliza, hii mali ya urithi hii haikuhusu. Hii mali ni ya sisi, mimi na Omani ndio mali tulioachiwa urithi. Sasa wewe unakuja kuchukua kama nani? Haki ni ya sisi, sio wewe. Kwa hiyo Marekani kinachomuuma roho wakati mwingine ni zile atachukua pale. Jamani, hii yote ni ile naweza kusema kuwa planless ambazo Trump hana kabisa kichwani. Hana. Ndio bana amebaki kurukaruka, haelewi anachotaka kukifanya kipi. Ima asukumwe kwa nguvu ya Wazayuni, ima kuna wakati anakaa kwenye threat ya kwake mwenyewe, hofu ya yeye kuuawa, au abaki kwenye uhalisia anapiga vita huku katuma watu. Yani yupo kwenye vita hali ya kuwa katuma diplomatic wake. Nene mkazungumze. Upande wa pili anaonyesha kuwa kuna hiki. Yani ni bado anarukaruka katika sehemu ambayo bado haelewi anataka kufanya nini. Haki na ukweli.